Assalamu alaikum wendani wote mnanifuatilia kutoka pande zote za dunia, Afrika na nje ya viwanja vya Afrika, hususan Dar es Salaam, kule Tanzania, Kenya na kwingineko. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akujazeni matendo mema inshallah. Mada yasema jadi kioo kilichovunjika, jadi kioo kilichovunjika. Ndugu zangu, kama ilivyokuwa title inavutia, title inasisimua, hata darasa lake ndani litakusisimua. Ndugu zangu, jadi ni kitu cha msingi katika jamii. Kama yalivyokuwa maji ni ya msingi katika jamii. Hauwezi ukapika chakula bila maji. Hauwezi kuishi bila maji ndugu zangu. Maji ndo kila kitu. Mtu unaweza kuishi usile chochote na ukasurvive, lakini hauwezi ukala chochote pasina kuwa maji. Hicho chochote lazima kitakuwa kimetengenezwa na maji. Hakuna matunda bila maji. Hakuna ubwabwa biliani bila maji. Maji ni muhimu. Sasa jadi pia ni kitu cha msingi. Hakuna uganga wa mtu utatengamaa kama hakuna jadi. Hakuna elimu ya mtu itatengemaa kama hakuna jadi. Jadi ni kitu cha msingi sana katika ulimwengu. Lakini tuangalie jamii inachukuliaje mambo ya jadi. Unajua jadi zimeturudisha nyuma wengi, na mpaka sasa hivi nazungumza, yawezekana hata wewe umo kwenye kifungo cha jadi. Yawezekana wajifahamu au haujifahamu. Sasa jamii, serikali na jamii kiujumla inapozungumzia mambo ya jadi, utasikia wanasema mambo ya jadi yameathiri jamii. Mambo ya mila, mambo ya asili yameathiri jamii. Wao huwa wanaangalia upande mmoja wa shilingi. Na wengi ukiwasikia wakisema hivyo, huwa wanakuwa na maanisha mambo ya jadi labda yameathiri katika mambo ya ukeketaji au ndoa za utotoni. Wao huwa wanajikita huko, kwamba huko ndiko kumeathiri. Kumbe katika asilimia za umma na jamii kuathirika na mambo ya jadi, inawezekana ikawa imechukua 1% tu. Huko mambo ya kukeketa watu, kutahiriwa wanawake, mambo ya ndoa za utotoni, unamlazimisha mtu kuolewa na mtu mzima, zimeathiri 1%. Na naweza kusema saa nyingine si hasara, wala hakuna athari zozote, isipokuwa athari zipo kwenye mambo yasiyozungumzwa. Athari zipo kwenye mambo ambayo ni ngumu kuyaelezea katika jamii. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapozungumzia tunapozungumzia nguvu juu ya maruhani, majini, au katika ufalme wowote mtu kawa na nguvu, lazima uwe umeepukikana na kifungo cha jadi kokote kule, si mbele wala nyuma, mashariki wala magharibi. Lazima uwe umeepukikana, na lazima tuwe wa kweli, kwa sababu hizi si kama hadithi tu za zamani kwamba tunazungumzia pauka pakawa. Hapana. Hapa tunazungumzia uhalisia ambao unakandamiza jamii zetu. Katika koo zetu ambazo tumezaliwa wengi, kuna jadi za kiukoo, mifumo ya kiukoo ambazo mara nyingi zinawafunga watu wakashindwa kusonga mbele, na wakashindwa kufaidi mambo makubwa, mambo mema, mambo ya kifalme ambayo yanapatikana katika ndani yao, katika roho yao, katika rohani zao. Na naweza nikatoa mfano wa kawaida tu. Ni sawasawa na wewe umezoeshwa kwenu labda usiku nyinyi huwa hamli usiku. Wazazi wako wakakuaminisha kwamba kula usiku ni dhambi na ni mwiko mkubwa. Lakini kumbuka nyinyi mlikuwa hamli usiku kwa sababu mlikuwa hamna chakula cha kukila. Mlikuwa ni maskini, mnaweza kumudu milo miwili, asubuhi na mchana, lakini milo mingine hamwezi kumudu. Lakini kile kitu kimekwenda mpaka mmezoea kwamba usiku ni haramu kula. Hata siku Allah akaleta riziki kidogo, mtaipigia mahesabu kwamba itakuwa ya kesho, kwa sababu usiku nyinyi mshajiwekea masharti kwamba hamli. Sasa unaweza ukaenda sehemu nyingine ukakuta chakula si kwa siku mara 3. Iko hesabu hata mkitaka kula kwa siku mara 10 ipo. Na wewe ukajikuta unajiharamishia kula kuku za usiku zilizochinjwa, zikaokwa vizuri, nyama za kuku na minofu ya samaki, kwa sababu
unaamini kwamba kila usiku unadhurika, kwa hiyo ikabidi usile kabisa. Wenzako wanakula wanafurahika, hivyo watu wakakuona wewe ni mtu labda unalinga, ni mtu wa ajabu, au ufai hata kushirikiana na wao. Huu ni mfano mdogo tu wa jadi. Kwa hiyo mifano ya wazi ni kwamba watu wengi wamelazimishwa kufuata mila ambazo hazina tija, wakiaminishwa kuwa kama wataziacha aidha watapatwa na msiba mzito au watapatwa na laana fulani, kama ambavyo tuliona wazee wa zamani na mila fulani wanasema mama mjamzito asile juu mayai, asile maini, kwamba juu akila mayai au akila maini atazaa mtoto ambaye hana nywele. Lakini pia wakaaminishwa kwamba watapata tabu wakiacha kufuata huo utaratibu. Lakini nguvu hizi kiuhalisia zimewalegesha wengi nyuma na zikawafanya waogope kufaidika na ubunifu wa kiruhani, elimu za kiruhani na hata mabadiliko ya kiteknolojia. Kwa hiyo hii ni jela ambayo inatusababishia wengi umasikini, lakini pia inatusababishia wengi tukitaka kufanikiwa inatulazimu tutumie nguvu za ziada kama ushirikina au tutumie majini wachafu, tukaacha kutumia nguvu zetu za ndani, kwa sababu tukiamini kama tutatumia nguvu zetu tutavunja miiko na taratibu za kijadi. Kwa hiyo tukawa tumekaa tunaishi pasi na kuwa na suruhu. Sasa kuna mambo ambayo ya kawaida kama haya ya kuambiwa usile mayai, ukila mayai sijui utazaa mtoto hana nywele, utazaa mtoto sijui hana macho, tukiambiwa sijui matusi, kufanya hivi ni matusi, kufanya hivi ni nini, vikatuasili na ikawa ni imani vikatuzuru. Tukiachana na hivi, ziko jadi nyingine. Manake watu wanajitazama kwenye jadi, lakini jadi zetu zimevunjika. Mimi nakuambieni mambo mengine yanahusika na mambo ya majini ndani yake, ambayo pana kitu kitaalamu tunaita ni kama kiswas, al-qisas, yani kisasi ambacho jadi au utaratibu wa kimila umewekewa, unasimamiwa na majini. Umeingia mkataba baina ya wazee fulani wa mila fulani, kabila fulani, ukoo fulani na majini. Wameingia pasi na wao kujua au kwa kujua. Kwa hiyo majini wakakubaliana mambo fulani ya kufanywa. Sasa mambo yale yakiwa hayafanywi, hawa majini wako ajili ya kusimamia mambo yale yanatekelezwa, huwa inazuka mikosi, zinazuka adhabu, lakini na kuteswa. Na saa nyingine zinaweza zikazuka kwa watu wote wa ukoo au zikamwandama mtu mmoja tu, kwamba ukakamatwa bwana yeye tekeleza. Haya yanaweza yakawa ni taabu na shida. Na tunaweza tukaona kwamba wazee wetu kuna jambo moja ambalo wakati wanaingia mikataba ya kijadi na mikataba ya kimila ambao walilikosea, kwa sababu makubaliano yao, jadi zao, mifumo yao mara nyingi haziendi na wakati wa sasa. Yani wakati wa leo si wakati kama wa zamani wa kuchinja wanyama na kupakana damu. Labda mkakutana tuko mzima mkachinja wanyama, labda mkanywa damu, baada kuna uchika tazama tukutane tuchinje wanyama, mtoto wa mwisho, mtoto wa kwanza aende pale kwenye damu, kwenye shingo ya nani, kwenye shingo ya mbuzi aliyechinjwa au ng'ombe, akanyonye ile damu, au kunywa damu kwenye vikombe, kwenye mapembe, kwenye vifuu vya nazi, au kupakana. Au si wakati wa kukutana kunywa pombe mkiwa uchi. Pia ziko jadi zinaelekeza kwamba mkutane kila mwaka, watoto wa mjomba wa shangazi, mnywe pombe mkiwa uchi. Huu ni wakati wa smartphone, globalization. Ni wakati wa kupambana na kupambanua globalization. Lakini jamii yetu inapaswa au imeshakwisha kupasua hicho kioo cha zamani ambacho kilikuwepo wazee wetu wakajitazama. Lakini kupasua huko kunaleta madhara mengi, kwa sababu yale maagano yanayo wasimamizi wake, yanayo watu walioingia mkataba. Unapojaribu kuvunja mkataba wa kibiashara ambao baba yako aliingia au babu yako inawezekana amekufa, lakini yule aliyeingia na yule mkataba yupo, anaachaje kuona haki yake inavunjika tukiwepesi? Ndiyo tukajikuta wengi tunaganda na tumo katika taabu. Lakini watu wengi wanafikiria jadi
ni lazima iwe ilianzishwa miaka iliyopita. Tuangalie sana wakati tunaanzisha jadi zetu kwa siku za leo. Je, jadi hizo hazituleta shida kwa jicho la kesho kwa watoto wetu? Si unapewa kitu na mganga, uuliza vizuri hicho kitu utakipeleka wapi? Yaani kuna mtu anakabidhiwa mavitu na mganga, utafikiri ataishi miaka 2000. Ukiuliza kesho wewe ukifa wanako vifanyie nini hivyo vitu? Huo mkoba uliopewa ufanyiwe nini? Kwa hiyo kuna utaratibu au kuna haja ya kuona natija hizo jadi ambazo zinapangwa ziendane na globalization, lakini pia ziendane na vitabu vya Mungu, kwa sababu vitabu vya Mungu havipitwi na wakati. Lakini kuna mambo ya jadi jana yalifanywa pasi na kuzingatia vitabu vya Mungu, yamepitwa na wakati, leo hatuwezi kuyafanya. Ni nani leo ambaye anaweza kulala na binti yake wa mwisho? Maana kuna jadi zamani, na hii ni pure, mimi nishashtakiwa, nishasafiri sehemu mbalimbali, nimeenda Rwanda huko kusuluhisha. Jadi nasema huyu mzee kila baada ya mwaka alale na mjukuu wake, yaani walale na mjukuu wake, wawapigie ngoma hapo kwenye shuka. Sasa ni nani anayekubali leo kufanya hivyo? Lakini kuna vitabu vya Mungu ambapo havipitwi na muda, havipitwi na wakati, vinaji-update vyenyewe. Vilipaswa jadi hizi zizingatie, zijikite kwenye hivyo vitabu vya Mungu, kwa sababu havipitwi na wakati. Na wala yale mfano kama swala tunaifanya sisi leo, hata ipite miaka 1000 kitakuja kuwa ni kitu cha ajabu. Hata tutakuwa kitekeleza swala hivyo hivyo, wala kitakuja kuwa ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo tunayo tija sote kwa pamoja kuelewa nini tunafanya. Lakini tunaona kuwa kuna msuguano ambao unatokea kati ya uwezo wa mtu binafsi na vifungo vya kijadi. Yaani kuna mtu ana uwezo wake binafsi, yeye ni maruhani wake, automatically uwezo huo umeanzia kwake. Yaani amezaliwa uwezo, kazaliwa nao, uhusiani na baba yake wala uhusiani na babu yake wala bibi yake wala mama yake mzazi. Ni Mungu kamtunuku maruhani. Sasa anakuwa na uwezo mkubwa, inakuja vifungo vya kijadi vinaanza kupambana na ule uwezo, unapatikanika msuguano wa ndani kwa ndani. Lakini pia unatokea ucheleweshwaji na baadaye hizi jadi zitakuja kuzuia ule uwezo wa ndani. Mtu ataona anachelewa, elimu haipati kwa wakati, ataanza kutegemea ushirikina, wakati yeye ndani yake ana kitu kikubwa, yeye ndani yake ana maruhani wakubwa. Ataanza kutegemea ushirikina kwa sababu ataona siku zinaenda na hakuna mimi ninachokipata, hakuna chochote ambacho ninachofaidika nacho. Sasa ndio utakuta mtu anaanza kutumia mambo ya ushirikina wakati yeye tu anajitosha, yeye ni full package, aweza kufanya chochote. Lakini muhimu sana juu ya hivyo, lazima tutambue kwamba jadi zetu hazina budi kubadilika. Kubadilika, tusigande. Jadi iende na wakati. Wakati huu imekuwa ni haramu kula ubwabwa usiku, huna uwezo wa kununua mchele, kesho iwe ni hasa farazi, lazima ubwabwa ulike, kwa sababu uwezo umebadilika. Sasa hakuna tena henzi za zamani. Huu ni wakati wa teknolojia na ufahamu mpana, na jadi zisizoendana na mabadiliko hazina maana tena kwa zama za leo. Na ndio maana wengi tumeswampa, tumekamatwa na vifungo kwa sababu tumeacha aliyokuwa ni lazima kuyafanya. Lakini tukiangalia leo, uamke asubuhi kwa jadi nyingine, kwa mfano leo uamke asubuhi, kwa mfano leo sema mzee fulani kila akiamka asubuhi anavaa msuri, anazunguka nyumba yake mara 7, unaishi Dar es Salaam, Bunju, Masaki, watu watakuonaje? Watakuona kama ni mtu wa ajabu. Kwa hiyo tunapaswa kuzingatia miongozo ya kidini ambayo haipitwi na wakati, tuzioanishe, tuzifungishe ndoa jadi zetu na miongozo ya kidini. Kwa mfano, si mbaya ukaweka jadi kwamba mimi inshallah biiznillah subhanahu wa ta'ala kila mwaka nitakuwa jadi yangu mimi nitakuwa nikisoma Qur'ani, nikiwaita watu wasome Qur'ani nzima, nikiwalisha chakula. Hii ni jadi nzuri, hata ipite miaka 50
hata mjukuu wako aje, hata awe muovu vipi au hata awe mwema vipi, hataona kama ni kitu cha ajabu. Ni jadi nzuri, ndani yake wapata kulipwa malipo na Mungu. Kuna ajr, malipo, khairi jaza, malipo mema. Lakini pia ndani yake kuna utekelezaji wa jadi nzuri, na ndio maana hata Uislamu na dini nyingine hazijaja kuvunja mila za watu. Ingalikuwa tu ni nzuri, wapo wameweka jadi za maulidi wao kwa wanaoamini au wenye kuitakidi mambo ya maulidi. Wana utaratibu wao kila mwaka wakisoma maulidi. Tena mtu husema nimeota, mababu zangu wananiambia mbona hujasoma maulidi. Watu, kila mtu na mambo yake huyaona yeye. Kwa hiyo tunayo haja sisi kuzingatia sana haya mambo. Kwa hiyo tunaposema mambo ya jadi tunazungumzia uhalisia ambao unawakandamiza wengi katika watu, akthar minan nas. Lakini ukiwazuia kusonga mbele hata kama hatua zipo, yani unawazuia kusonga mbele hata kama hatua zipo, ndo yale mifano hii haiko hai sana, lakini inaweza ikaleta mushkeli. Kwa hiyo unazuilika kusonga mbele hata kama hatua ipo, kwamba kweli wewe maruhano wako wanaweza kukupatia utajiri mkubwa au ukawa hivi, lakini sisi utaratibu wetu tuliojiwekea ni huo hapa. Manake useme uongo hata kama ukweli unaujua, kwa sababu uongo utakuzuru. Kwa hiyo jadi kwa dunia leo ni kama kioo kilichopasuka ambacho kinaonesha matatizo yanayoikumba jamii, lakini suluhu ipo nyuma na wala suluhu haioneshwi, au suluhu inaonekana unaambiwa jifanye hujahiona. Ndugu zangu, ni asanteni sana. Mwenyezi Mungu atukubali sote. Min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah rabbil alamin.